Hii ni K-News habari. Jina naitwa Musa Abdalla Ismaili, niliyekuwa diwani wa kata ya Iyela kwa kipindi cha mwaka 2020 kuja kumaliza 2025. Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumaliza salama jukumu la uwakilishi ndani ya kipindi hichi cha miaka mitano ndani ya kata ya Iyela. Mwenyezi Mungu amenisimamia, Mwenyezi Mungu amenitetea, lakini pia Mwenyezi Mungu ameniongoza mpaka leo hii ninavyokuja kuzungumza utekelezaji wa ilani ya chama ya mwaka 2020-2025. Kwa kweli na kila sababu za kumshukuru sana Mwenyezi Mungu katika yale yote ambayo amenisimamia katika jukumu langu la uwakilishi ndani ya kata ya Iyela. Changamoto haziwezi kukosekana, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu amenisaidia, nimeweza kuzimaliza. Mwaka 2020 wakati ninakwenda kuomba ridhaa kwa wana Iyela ili wanichague niwe mwakilishi wao, kwa maana niwe diwani ndani ya kata ya Iyela, niliwaahidi kwamba jamani, mkinichagua nitalibeba vizuri jukumu hili, nitaishi nalo jukumu hili, lakini pia nitafanya yale ambayo hatujawahi kuwa nayo ndani ya kata ya Iyela. Kwanza niliwaambia nitahakikisha ninakuwa ni mshiriki mzuri kabisa wa baraza katika halmashauri yetu, na namshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo. Toka tumeanza baraza mpaka tumekuja kumaliza, sijawahi kukosa kikao chochote cha baraza. Kwa kweli kwenye hilo namshukuru Mungu, na nimekuwa nikiwa na mchango mkubwa sana ndani ya baraza katika kipindi chote hicho cha miaka mitano nilichomaliza. Lakini niliwaambia pia tutajenga kituo cha afya kwa kushirikiana na serikali na viongozi, mbunge, madiwani pamoja na wenye viti na wana Iyela wote kwa ujumla. Tunamshukuru Mungu, eneo hilo tumefanikiwa. Serikali imetupa pesa, tumejenga kituo cha afya, lakini pia wananchi na wao wametoa mchango wao na wadau pia. Lakini pia niliahidi kwamba tutaongeza shule. Wakati huo mimi nimeingia mwaka 2020, shule yetu ya sekondari ya Iyela ilikuwa ina watoto 2,800, 3,800. Kwa hiyo tukasema tutaomba. Kwa kweli tumefanikiwa, pia tumeongeza shule ya sekondari ndani ya kata yetu ya Iyela ambayo inaitwa Old Airport Secondary School. Lakini pia niliwaahidi kwamba tutaongeza shule ya msingi, mchakato unaendelea. Lakini pia niliwaahidi tutaboresha shule zetu. Lakini pia niliwaambia tutaondoa swala la uchangiaji wa madawati ndani ya shule zetu. Hilo limefanyika. Lakini tulisema tutajenga mabweni katika shule yetu ya sekondari Samora na kadhalika. Kwa kwenye eneo la elimu huko na kwenyewe tumefanikiwa. Lakini pia tulisema tuna changamoto ya barabara kwenye maeneo yetu. Kwa tulisema tutaomba tujengewe barabara na nini, na kweli hilo jambo limefanyika. Lakini kuna mambo mengine yanaendelea ambayo yaomba, mengine yamekuja kulingana na jiografia ya jiji letu la Mbeya. Kwa hiyo leo sasa nimepata fursa hii ya kuwaeleza wana Iyela, kuwaeleza wana Mbeya, kuwaeleza Watanzania kwamba serikali imefanya nini, halmashauri imefanya nini, mheshimiwa mbunge amefanya nini, lakini pia wananchi wamefanya nini, na yale mengine ambayo pengine watu watakuwa hawakuwahi kuyajua, basi kupitia jambo hili leo ambalo liko hapa kwa ajili ya kuja kuwaeleza, basi wajue. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru sana, kama nilivyotanguliza awali, Mwenyezi Mungu. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anavyoiongoza nchi yetu, lakini pia ambavyo anavyosambaza miradi ya maendeleo nchi nzima bila kujali hapa ni wapi
na kadhalika na kadhalika. Lakini pia nimshukuru sana msaidizi wake Makamu wa Rais Dr. Isidori Philip Mpango kwa namna ambavyo anavyomsaidia mama katika shughuli zake. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa kwa namna ambavyo anavyopigania na kuhakikisha yale yote ambayo amepewa kuyasimamia, basi anayasimamia na anatekelezeka. Lakini pia shukuru sana Naibu Waziri Mkuu Doto Mashaka Biteko kwa namna ambavyo naye anasimama katika nafasi yake katika majukumu yake ya kiserikali na uwakilishi wake katika eneo lake huko aliko. Lakini pia nichukue fursa hii ya dhati kabisa na ya kipekee kabisa kumpongeza, kumshukuru na kumtakia kila lililo jema Daktari Tulia Ackson kwa namna ambavyo amekuwa ni msaada mkubwa sana ndani ya kata yetu ya Iyela katika masuala ya miradi ya maendeleo, katika kila jambo, kwenye masuala ya misiba, sherehe, majali. Nimpongeze sana kwanza kwa majukumu aliyokuwa nayo ya kuwa mbunge wa jimbo letu la Mbeya, kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa mabunge duniani, sio jambo dogo. Na bado amekuwa yuko pamoja na sisi madiwani wa halmashauri ya jiji la Mbeya na hususan sisi wana Iyela. Kwa kweli namshukuru sana na namuomba Mwenyezi Mungu amjalie anapokwenda kutaka uwakilishi zaidi katika jimbo jipya la Uyole, basi Mwenyezi Mungu amsimamie. Lakini ninaamini bado na sisi ataendelea kutusaidia kwa sababu anatujua na kiu yake yeye ni kutaka Mbeya iwe ya kisasa, Mbeya iwe ni mfano, lakini pia Mbeya iwe ni kimbilio. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa mbunge katika hayo na namtakia kila laheri katika kila jambo lake analolihitaji. Lakini pia nimshukuru sana na kumpongeza pia aliyekuwa mstahiki meya wa jiji letu la Mbeya Shedul Muhammad Isa Rahmati. Amesimamia baraza kwa uweledi mkubwa kwa namna ambavyo alivyojaliwa mpaka tunafika tunavunja baraza. Hakukuwa na changamoto zile za kusema sasa labda kikao kimeshindikana kufanyika ama labda tumetoleana maneno mabaya kwamba bwana umepeleka tu miradi huku hujapeleka na nini. Kwa kweli anatakiwa ashukuriwe na apongezwe kwa namna ambavyo alivyosimamia. Lakini pia niwapongeze madiwani wote wa halmashauri ya jiji la Mbeya pamoja na waviti maalum. Tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana katika jukumu ambalo tulilopewa la uwakilishi kila mmoja ndani ya kata yake. Lakini pia nichukue fursa hii kumpongeza sana mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Comrade Juma Zuberi Homera. Amesimamia miradi hii ya kimaendeleo na ya kimkakati ndani ya jiji la Mbeya kwa weledi mkubwa sana. Lakini pia nimpongeze na kumshukuru pia Deno Malisa, mkuu wetu wa wilaya. Mheshimiwa huyu amefanya kazi kubwa sana ya kusimamia halmashauri yetu, lakini pia na kuwa karibu na sisi, hususan sisi wana Iyela, katika jukumu la kuhakikisha fedha zinazoletwa na serikali zinafanya kazi iliyokusudiwa. Lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru sana mkurugenzi wetu wa jiji la Mbeya Bwana John Nchimbi kwa namna ambavyo alivyokaa ndani ya kwa wetu wa Mbeya ndani ya jiji letu. Nimalizie shukurani zangu kwa kushukuru kamati ya maendeleo ya kata ya Iyela kwa maana ya Kamaka kwa Kiingereza kwa kifupi wanasema ODC, kwa ushirikiano mkubwa ambao walionipa kuanzia mtendaji wa kata, wenye viti, watendaji wa mitaa na wataalamu wote wa ndani ya kata ya Iyela pamoja na walimu wote wa shule zote na kadhalika. Lakini pia nikishukuru sana chama changu cha Mapinduzi kata ya Iyela, wilaya, mkoa mpaka taifa kwa kuniamini na kunipa ilani ya Chama cha Mapinduzi kuisimamia kwa maana ya kuitekeleza. Baada ya kuyasema haya sasa niingie kwenye miradi. Napomshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumshukuru mbunge wetu wa jimbo la Mbeya mjini Dr. Tulia Ackson, sababu tunazo sisi wana Iyela, hususan katika kituo chetu cha afya. Tunashukuru sana serikali ilitupa jumla shilingi milioni 500
kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Iyela. Lakini wakati tunapewa fedha hizo tulikuwa hatuna eneo la kujenga kituo cha afya. Kwa hiyo mimi mwakilishi wao nilikwenda kuongea na mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Mbeya mjini ambaye ndiye spika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa mabunge Dr. Tulia. Kwa kweli alifanya kazi kubwa sana kutuombea eneo lile la mamlaka hali ya hewa, na hatimaye tukapewa lile eneo, na sasa hivi ndani ya kata yetu ya Iyela tuna kituo chetu cha afya ambacho tulianza kukijenga mwaka 2021, lakini tumekuja tumekimaliza mwaka 2022 mwezi tarehe 28 mwezi wa 11, na kikaanza kazi na kimekuwa kinatoa huduma na kinakimbiliwa na watu wa kutoka maeneo ya Swaya, kutoka maeneo ya Mwakibete, kutoka maeneo ya Tembela, Mwasanga, lakini pia na Wanaiyela wenyewe na watu wengine kutoka maeneo mbalimbali. Kwa kweli tunaishukuru sana serikali inayoongozwa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini tunamshukuru sana mbunge wetu Dr. Tulia Ackson, lakini pia tunaishukuru halmashauri katika usimamizi mzima. Tuna kituo chetu kwa kweli kinafanya kazi nzuri kabisa, na kuanzia tarehe 28 mwezi wa 11 2023 tulianza pale huduma ya mama na mtoto kwa maana ya uzalishaji. Kwa hiyo tumekuwa kwa kweli tunapata wazazi pale mpaka kufika mwezi wa 5 mwaka huu 2025 tumeweza kwa kweli kupata wazazi zaidi ya 699, kwa maana kina mama 158 wamezaa kwa njia ya operation na wengine 511 wamezaa kwa njia ya kawaida, lakini miongoni mwao humo wako wakina mama wawili wamezaa mapacha watatu, na kuna kina mama 6 wamezaa mapacha wawili, na hao watoto wengine ndio wamezaliwa katika njia ya kawaida. Kwa hiyo huduma inakwenda vizuri. Kuna ultrasound machine, kuna dental chair pale, lakini pia kuna generator standby kwa ajili hata umeme ukikatika lenyewe nakuja na JS. Kwa hiyo huduma zinakwenda, na kwa kweli tunawashukuru sana madaktari wetu wa kituo kile, wauguzi, lakini na manesi wetu na wale majirani, kwa sababu kituo kinazungukwa na jamii. Kwa kweli tunawashukuru sana, na hatujapata changamoto kubwa katika eneo hilo. Lakini pia serikali kwenye kituo hicho cha afya ilitupa jumla shilingi milioni 500, lakini bajeti yetu ni jumla shilingi milioni 750. Kwa hiyo bado tunasubiria, tukipata hizo jumla shilingi milioni 250 basi tutamalizia mambo mengine, kwa sababu katika hizo milioni 500 tumejenga jengo la wagonjwa wa nje ambao wanasema OPD, lakini tumejenga jengo pacha kwa maana la wamama wanaojifungua na wanaosubiria kujifungua, lakini na theater na maana ni jengo pacha. Lakini pia tuna jengo la ufuaji, lakini pia tuna jengo ambalo wenzetu wa mamlaka ya hali ya hewa wakati wanatiachia pale walitupa. Kwa hiyo utaona ni namna gani tunaishukuru sana serikali katika eneo. Lakini pia tunakishukuru chama chetu cha Mapinduzi kata ya Iyela, walitupa jumla ya matofali 4000 kwa ajili ya kuanza kujenga wigo. Kwa hiyo hivi tunasubiria tukipata fedha hizi za baada ya bajeti kutoka inasubiriwa. Kwa hiyo tutaanza kujenga wigo pale, lakini pia tukipata hizo milioni 250 tutajenga jengo la la kichomea taka, lakini pia tutajenga jengo la mochwari, na tutajenga pia na vyoo vya nje na kadhalika. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwenye eneo hilo la afya. Tuko vizuri kwa sababu huduma kwa kweli zinaenda vizuri, kwa sababu vifaa tiba vipo, watu wanapimwa pale, na kama ikitokea basi wanapeleka kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa na hatimaye kwenye hospitali ya kanda. Kwa hiyo hilo tunaishukuru sana serikali kwenye eneo la afya, na niwakaribishe sana Wanaiyela, wakaribishe sana wana Mbeya, lakini pia niwakaribishe wa Tanzania na wengine wote ambao wana changamoto za tiba, basi wafike pale. Madaktari wapo wazuri pale, yale wanaweza kutibika watawatibu, yale ambayo ni ya kuwapa rufaa watawapa, lakini kama ni ushauri pia watawapa. Kwa hiyo tunashukuru sana katika eneo hilo kwenye upande wa afya. Lakini tukija kwenye upande wa elimu, nayo pia serikali imefanya kazi kubwa sana, mbunge amefanya kazi kubwa sana, halmashauri imefanya kazi kubwa sana, lakini pia Wanaiyela na wao pia wamefanya kazi kubwa sana.
Ukiangalia kwenye swala la elimu, sisi ndani ya kata ya Iyela tuna jumla ya shule 3 za sekondari za serikali, kwa maana iko Samora Machel Secondary School ambayo iko kidato cha kwanza mpaka cha 6, lakini pia ipo shule ya sekondari Iyela ina kidato cha kwanza mpaka cha 4, lakini pia tunayo shule mpya kabisa ya Old Airport Secondary School ambayo ina kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Kwenye shule yetu ya sekondari ya Samora tunaishukuru sana serikali sababu imetupa fedha. Mwanzoni ilitupa jumla shilingi milioni 250 kwa ajili ya kujenga bwalo kwa ajili ya chakula, na tunashukuru bwalo limejengwa, na mwishoni mwaka huu wamekuja wametupa tena milioni 150 kwa ajili ya kukamilisha. Kwa hiyo letu limeshakamilika na liko vizuri na linatumika kwa mambo mbalimbali kwa ajili ya mikutano na vikao vya shule tunapoita wazazi na nini. Kwa hiyo kwa kweli tunaishukuru sana serikali, tunamshukuru sana mbunge kutuombea hizo hela milioni 150, lakini pia tunamshukuru sana mbunge katika shule yetu ya sekondari Samora kujenga mabweni ya watoto wetu wa kike. Tuna mabweni mawili pale, moja limeshakamilika na moja ndio linaendelea kumaliziwa. Mheshimiwa mbunge alitupa jumla shilingi milioni 60,574. Lakini pia tunaishukuru sana halmashauri yetu ya jiji la Mbeya, ilikuja ikatupa jumla ya shilingi milioni 132. Kwa hiyo ukichukua milioni 132 na zile milioni 60,574 unakuja kupata hapo jumla shilingi milioni 192,574. Lakini pia wenzetu wa Cocoa for Schools walikuja wakatuongezea jumla shilingi milioni 180. Sambamba na hilo wametupa vitanda, wametupa magodoro na mabed cover kwa ajili ya ya magodoro ya watoto wetu. Lakini pia wametuchimbia na kisima ambapo maji yako safi na salama. Kwa hiyo tunawashukuru sana wenzetu wa Cocoa for Schools, na hawa Cocoa for Schools waliletwa na mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo tunamshukuru sana mbunge wetu ambaye ndio spika wetu na rais wetu wa mabunge, lakini pia tunamshukuru mheshimiwa rais kwa fedha hizo alizotupa, lakini pia tunaishukuru halmashauri kwa fedha hizo zilizotupa na wadau wengine. Kwa kweli kwenye eneo hilo shule yetu ya Samora tumepata fedha hizo, lakini pia tulipata jumla ya shilingi milioni 40 tukajenga vyumba viwili vya madarasa kutoka katika zile fedha za uviko 19. Tulipata jumla shilingi milioni 40, tumejenga madarasa mawili, yapo pale na yako vizuri tu na watoto wetu wanaendelea kusoma, yana kila kitu. Kwa hiyo kwenye eneo hilo tunaishukuru sana serikali, tunamshukuru sana mbunge wetu, tunashukuru sana halmashauri na wadau wengine wote ambao waliofanikisha. Lakini pia tunawashukuru walimu wetu katika eneo hilo, kwa sababu hata swala la ufaulu limekuwa ni zuri zaidi katika shule yetu ya sekondari Samora Machel. Lakini kwenye shule yetu ya sekondari ya Iyela tunaishukuru sana serikali, imetupa jumla shilingi milioni 64,400,000 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa, lakini pia na matundu 8, kwa maana 4 watoto wa kike, 4 watoto wa kiume. Kwa jumla shilingi milioni 64,400,000 zimetumika katika eneo hilo. Lakini halmashauri ya jiji la Mbeya ilitupa jumla shilingi milioni 30 kwa ajili ya ukarabati wa vyumba vya madarasa ambavyo vipo katika shule yetu ya sekondari Iyela. Lakini sambamba na hilo halmashauri ya jiji ilitupa jumla ya madawati 125 ambayo ukija ukipiga hesabu utakuja utaona ni hela nyingi sana, zaidi ya shilingi milioni 5 na kitu zimeingia kwa ajili tu ya madawati. Kwa hiyo tunaishukuru sana halmashauri yetu ya jiji la Mbeya katika eneo hilo la madawati, kwa sababu sasa hivi watoto wanaokuja katika shule yetu hatuwachangishi tena madawati, wenyewe wanakuja tu kwa sababu madawati tayari yapo tayari. Lakini pia tunashukuru serikali, wakati ule uviko 19 walitupa jumla shilingi milioni 200 ambazo zimekuja kuanzisha shule yetu ya sekondari ya Old Airport. Wakati wanasema tuianzishe tujenge ile shule, tulikuwa tumepewa vyumba vya madarasa 10 iwe ni shule shikizi ya shule ya sekondari Iyela. Lakini kwa sababu sasa shule ile ilikuwa ina idadi ya watoto wengi sana, zaidi ya watoto 3,800, kwa hiyo ikaonekana sasa hii shule isiwe shikizi, iwe ni shule maalum moja kwa moja.
Kwa hiyo tarehe 17 mwezi Januari ndio ilianzishwa ile mwaka 2021 ilianzishwa shule yetu ya sekondari Old Airport, ndio tuliipa jina hilo na ikapata namba ya usajili S5705 na namba ya mtihani S6424. Kwa mpaka sasa hivi shule yetu iko kidato cha 4 na tunatarajia Mungu akijalia mwaka matokeo yao yatakuwa ni mazuri na ni shule bora kabisa ya kisasa. Kwa hiyo zile hela za uviko ule mradi wa tactic wa COVID-19 umetusaidia, tumeweza kupata fedha hizo, zimeweza kujenga shule. Lakini halmashauri ya jiji la Mbeya ilitupa jumla ya shilingi milioni 30, jumla shilingi milioni 40 kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo vya watoto wa kike na watoto wa kiume pamoja na walimu, na vyoo viko pale. Lakini mwaka huu tena wametupa jumla shilingi milioni 50, tumejenga vyumba viwili vya madarasa viko pale. Kwa hiyo shule yetu iko vizuri, walimu wako vizuri na taaluma inakwenda vizuri. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali, tunaishukuru sana halmashauri, pia tunamshukuru sana mbunge wetu katika eneo hilo, na tunashukuru sana baraza la madiwani katika kuhakikisha kwamba fedha zilizokuwa zikiombwa kwa ajili ya miundombinu katika eneo ile walikuwa wanatoa. Kwa shule yetu iko pale kwa vizuri. Lakini pia tukienda katika sasa shule zetu za msingi, sisi tuna shule 6 za msingi, 5 za kawaida, lakini moja ya English medium ambayo ni Magufuli English Medium School. Sasa tukianza na shule yetu ya msingi Iyela, tunaishukuru sana serikali, tunaishukuru sana halmashauri na tunamshukuru sana mbunge wetu. Tunashukuru pia na wafadhili, tumepata fedha nyingi sana. Kuna vyumba viwili vya madarasa na ofisi moja ambavyo vimejengwa kwa msaada wa EP4R ambao tumetumia jumla shilingi milioni 45. Kwa liko jengo pale lina vyumba viwili vya madarasa na ofisi moja ambao ni mradi wenzetu wa EP4R, vimegharimu jumla shilingi milioni 45. Lakini pia halmashauri kupitia wafadhili mradi wa Boost walikuja walitupa jumla shilingi milioni 125. Katika hizo jumla shilingi milioni 125 tumejenga shule ya msingi ya awali ipo pale ya Mfano, ina vyumba viwili vya madarasa, ina vyoo vya watoto wa kiume na kike, lakini pia ina mabembea pale, ina vyombo vyote vya usalama, fire extinguisher, na mpaka vile vyumba vina alarm. Kwa mfano kama labda kuna dharura yote imetokea, alarm inapiga. Kwa hiyo hata kama mwalimu alikuwa yuko mbali, basi atasogea kwa ajili ya usalama wa watoto wetu, iko pale. Lakini pia hivyo vyumba viwili tulivyojenga, kimoja ni chumba maalum kwa ajili ya kompyuta, kwa sababu serikali wakati wote itatuletea kompyuta kwa ajili ya watoto wetu sasa waanze kusoma kwa kutumia kompyuta. Kwa hiyo utaona kwanza na ni shule yetu ambayo ina idadi ya watoto wengi sana, ina watoto 2233. Lakini pia tunawashukuru sana wenzetu wa Helvetas. Wenzetu wamekuja wametujengea jiko la kisasa kabisa pale ambalo limegharimu jumla ya shilingi milioni 15, lakini wametupa na vyombo kwa ajili ya kulia chakula, masahani, mabakuli, vijiko, vikombe na kadhalika. Jumla shilingi milioni 4 zimetumika. Kwa tunashukuru sana kwenye eneo hilo. Lakini pia tumepata jumla madawati 150 kutoka halmashauri yetu ya jiji la Mbeya, ambao madawati hayo yamegharimu zaidi ya shilingi milioni 5,250,000, kwa sababu dawati moja gharama yake ni shilingi 35,000. Kwa hiyo kwenye eneo hilo shule yetu ya msingi Iyela tumenufaika katika vitu hivyo na inafanya vizuri, ufaulu wake huko ni mzuri. Mwaka jana ilikuwa na watoto 254, lakini waliofanya mtihani walikuwa ni 251, lakini katika hao watoto 89 wote walipata wani na hao wengine wakapata B na wengine C. Kwa hiyo utaona ni shule ambayo imefanya vizuri sana, na ndio shule ambayo inalisha chakula kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 7 kwenye idadi ya watoto 2233 na wote wanapata chakula. Kwa kweli tunawashukuru sana wazazi na tunaishukuru sana serikali kwa mpango wake huu wa kusema sasa chakula shuleni cha lazima, na imefanya matokeo yamekuwa bora kabisa katika shule zetu, ufaulu umekuwa unaongezeka. Kwa hiyo lakini pia tuna shule yetu ya msingi ya Mapambano. Shule yetu ya msingi Mapambano tunaishukuru halmashauri kupitia mapato yake ya ndani imetupa jumla ya shilingi milioni 50. Tumejenga pale vyumba viwili vya madarasa ya kisasa kabisa, viko vizuri pale.
na inakuwa kama vile ni sehemu ya utalii, watu wanaweza kupita pale wakaona. Lakini wenzetu wa TEA, Mamlaka ya Elimu Tanzania, walitupa fedha jumla shilingi milioni 51,272,56 kwa ajili ya matundu ya vyoo 24 ambayo yako pale. Na unaweza ukastajabu kwamba mtoto anaweza hata akatoka na chakula shuleni darasani akaenda hata kalia kule, kwa sababu ni vyoo visafi, vizuri na vya kisasa kabisa na viko bora kabisa. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali katika eneo hilo, tunaishukuru sana halmashauri, lakini pia tunamshukuru mbunge wetu alikuja akatupa jumla ya madawati 71 katika shule yetu ya Mapambano, ambayo dawati moja linagharimu kama nilivyosema shilingi 35,000. Kwa hiyo utaona kwa madawati yao 71 ni jumla shilingi milioni 2,485,000. Kwa hiyo tunamshukuru sana mbunge, tunashukuru sana halmashauri, tunashukuru serikali kwa fedha hizo. Kwa hiyo shule yetu ya msingi ya Mapambano inaendelea vizuri, na mpaka tunavyozungumza hivi mwaka huu ina takribani watoto 900 na kitu. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali katika eneo hilo. Lakini pia tuna shule yetu ya msingi ya Nero. Shule yetu ya msingi ya Nero, wenzetu wa Mamlaka ya Elimu TEA walitupa vyumba vitatu vya madarasa ambavyo vimegharimu jumla shilingi milioni 71,372,056. Viko pale na majengo yameshakamilika, watoto wanasoma pale. Lakini mheshimiwa mbunge wetu alitupa jumla ya madawati 172 ambayo yamegharimu jumla shilingi milioni 620,000. Tunamshukuru sana sana mbunge wetu katika eneo hilo. Lakini pia alikuja na Diamond Platinum akatupa madawati 100 pamoja na mifuko ya simenti 100. Lakini pia tunamshukuru sana mbunge wa viti maalum Dodoma Mariam Ditopile, naye alitupa milioni 3 kwa maana madawati 100. Lakini pia Zuchu mtoto naye alitupa madawati 1 maana shilingi 35,000. Na hizi zote ni jitihada za mheshimiwa mbunge katika kuwaleta kutafuta wadau marafiki zake ili waweze kutusaidia. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kupitia taasisi yake ya Tulia Trust. Lakini hajaishia tu hapo, pia alituletea madaftari kwa ajili ya watoto wetu ambao wana changamoto katika shule zetu, lakini tulikwenda kuyagawia pale katika shule yetu ya msingi ya Nero. Tunamshukuru sana mbunge katika eneo hilo. Lakini hajaishia hapo, alikuja kutuletea bando moja lakini na mifuko 71 ya darasa pale. Lakini pia halmashauri ilitupa jumla ya shilingi milioni 12,500,000 kwa ajili ya ujenzi wa chumba kimoja cha darasa katika shule yetu ya msingi ya Nero. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali, tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge, tunaishukuru sana halmashauri ambayo ilikuwa iko chini ya mheshimiwa mbunge mheshimiwa mstahiki meya kabla hajamaliza muda wake Shedul Mohamed Isa Rahmati. Tunaishukuru sana madiwani wote kwa namna ambavyo wamekuwa ni msaada katika kata yetu ya Iyela. Lakini pia tuna shule yetu ya msingi ya Airport ambayo ina watoto 1432. Tunaishukuru sana serikali imetupa fedha ambazo zimeweza kurekebisha miundombinu katika shule yetu hiyo. Lakini pia halmashauri yetu ya jiji imetoa fedha jumla shilingi milioni 50 kwa ajili ya vyumba vya madarasa viwili katika shule yetu ya msingi ya Airport. Lakini pia imetoa madawati 50 ambayo jumla yake ni shilingi milioni 1,750,000. Lakini pia mheshimiwa mbunge alitoa mifuko 100 ya simenti kwa ajili ya shule yetu hiyo. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali, tunashukuru sana mbunge wetu, tunashukuru sana halmashauri kwa fedha hizo, na miradi hiyo tunavyozungumza imeshakamilika. Lakini pia tuna shule yetu ya msingi ya Pambogo ambayo na yenyewe na watoto 1122. Halmashauri ya jiji ilitupa jumla ya shilingi milioni 12,500,000 kwa ajili ya umaliziaji wa chumba kimoja cha darasa. Lakini pia ilitupa madawati 50 ambayo yanagharimu jumla ya shilingi milioni 1,750,000. Na changamoto ya ukaaji watoto wetu chini kwa kweli imeondoka. Lakini hizi shule zote tunazozizungumza sasa hivi zipo katika utaratibu wa ulaji wa chakula shuleni,
na imetusaidia sana. Kwanza imeondoa udumavu, lakini pia utoro na ufaulu umeongezeka, kwa sababu sasa hivi watoto wanakula shuleni, na tumekuwa tunawasisitiza sana wazazi waendelee kuhakikisha wanawachangia watoto wao hela ya chakula ili waweze kupata chakula shuleni, na hilo kwa kweli linaenda vizuri. Lakini pia tuna shule yetu ya msingi ya English Magufuli ambayo imetusaidia sana katika hizi shule mbili, shule ya msingi ya Poti na shule ya msingi Pambogo, kwa sababu imetupa fedha kwa ajili ya matundu ya vyoo. Katika shule ya msingi Pambogo ilitoa jumla ya shilingi milioni 11, na kwenye shule ya msingi ya Poti ilitoa jumla ya shilingi milioni 11, lakini katika shule yetu ya msingi ya Nero ilitupa jumla shilingi milioni 40 kwa ajili ya matundu ya vyoo, ambao na vyenyewe vyoo vimeshakamilika, ni vya kisasa. Kwa hiyo tunaishukuru sana. Lakini pia shule yetu ya msingi ya Magufuli English Medium na yenyewe pia imefanya vizuri sana katika eneo hilo. Imejenga pia vyumba takriban 8. Awamu ya kwanza vilijengwa vyumba 4 vya madarasa, ambao ukiangalia kwa thamani yake, kwa sababu kila chumba kimoja kinagharimu kama milioni 25, kwa hiyo tunaona ni milioni 100. Lakini awamu ya pili imekuja tena imejenga vyumba 4 vya madarasa pamoja na vyumba 2 vya ofisi, jumla ya shilingi milioni 106 zimetumika katika maeneo hayo. Kwa hiyo tunawashukuru sana walimu wetu wa shule yetu ya msingi Magufuli, lakini pia tunaishukuru halmashauri katika kuhakikisha kwamba yale mapato ya ndani yanayopatikana basi yanakwenda, kwa sababu hizo fedha zimeenda katika shule zingine ambazo haya yana msemaji wake, lakini mimi ninajikita tu katika yale ya ndani ya kata yangu ya Iyela. Kwa hiyo shule yetu ya msingi Magufuli iko pale, mwaka huu na watoto 1177. Kwa hiyo utaona ni kimbilio, na ni shule ambayo katika shule za ndani ya jiji la Mbeya mwaka huu imefanya vizuri sana katika mtihani darasa la 7. Ilikuwa ya kwanza kabisa katika watoto 84 waliofanya mtihani, watoto 76 wote walipata wastani wa A. Kwa hiyo imefanya vizuri sana shule yetu. Tunawashukuru sana walimu, tunawashukuru sana wazazi kwa kuwasimamia watoto wao katika kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora. Kwa hiyo kwenye eneo la elimu hapo utaona kwamba serikali, mheshimiwa mbunge, halmashauri na wana Iyela tumefanya kazi kubwa sana katika sekta hiyo, kwa sababu kwanza tumesimamia ubora wa elimu, tumesimamia changamoto, tumeziondoa changamoto za ukaaji wa chini, lakini pia tumeongeza ufaulu, kwa sababu sasa watoto wanakula vizuri katika shule zetu, majengo yako vizuri katika shule zetu, na walimu wanafanya kazi yao vizuri kabisa. Lakini tukija sasa katika eneo la miundombinu, katika eneo la miundombinu tukianzia na miundombinu ya barabara, kwa sababu miundombinu kuna ya barabara, ya viwanda, ya masoko na kadhalika. Kwa hiyo tukianza na miundombinu ya barabara ndani ya kata ya Iyela tunazo, lakini zimejengwa katika viwango vya aina mbili. Kuna viwango vya lami na kuna viwango vya changarawe. Kwa hiyo na hapa ni serikali imehusika, wafadhili wamehusika, lakini pia na wenzetu wa TARURA wamefanya kazi kubwa sana katika eneo hilo. Ukiangalia tuna barabara ya kutoka Japanda Maliasili kwenda Maendeleo kuja Sasaland, ambayo hii barabara imejengwa kwa kiwango cha lami ni 0.8, yani haijafika kilomita 1. Na niseme tu tunaposema kilomita 1 na mita 100 na maana ni kiwanja cha mpira. Sasa ni kama tuseme sasa barabara iliyojengwa kama uunganishe viwanja 8 vya mpira. Maana ikiwa kilomita 1 ni viwanja 10 vya mpira. Sasa hiyo barabara 0.8 imejengwa kwa kiwango cha lami kama nilivyosema, kutoka Maliasili kuja Maendeleo kurudi Sasaland, imetumia jumla shilingi milioni 333 na 76,000 na imeshakamilika kwa kiwango cha lami, iko vizuri kabisa. Lakini pia imejengwa barabara ya kutoka njia panda ya Madini kwenda mpaka kwenye kibao cha barabara kwa Mwaipopo, ambayo mwanzoni tulikuwa tunasema mwisho wa lami. Tumejenga kwa jumla shilingi milioni 485, ambayo ni fedha mfuko wa jimbo, ambao mheshimiwa mbunge katika ile fedha yake ya mfuko wa jimbo ndio alitoa, zimejenga pale.
barabara kwa kiwango na mifereji ipo na kila kitu. Lakini pia kutoka njia panda hapo tulikuwa tunasema mwisho wa lami kwa Mwaipopo kwenda mpaka shuleni ambao tena ni kilomita 1. Fedha tena pia za mfuko wa jimbo mheshimiwa mbunge imetumika jumla shilingi milioni 468,971,250 na barabara imeshakamilika, ina mifereji na nini. Kwa kweli tunamshukuru sana mbunge katika eneo hilo, lakini pia tunawashukuru sana TARURA kwa kutupa wakandarasi wazuri ambao wamesimama, lakini pia tunawashukuru wakandarasi ambao ni Webco, wametujengea barabara nzuri kabisa ya viwango na iko salama kabisa. Kama nilivyosema 971,250 kilomita 1 na hii nyingine milioni 485 kilomita jumla ilikuwa kilomita 2, lakini ukija kuchukua na hii ya 0.8 utaona kwamba ni kilomita 2.8 zimejengwa katika eneo letu la Iyela. Kwa hiyo tunashukuru serikali, na hizi barabara zimekuwa ni chachu kubwa kabisa ya maendeleo ndani ya kata yetu ya Iyela, kwa sababu hata watu wamekuwa sasa wanafanya biashara, vumbi kwanza limeondoka na kadhalika. Lakini pia tuna barabara nyingine ambayo imejengwa kwa kiwango cha lami kutoka njia panda hapa kwa Mgamie kupita kwenye soko letu la Machinga kwenda kutokezea kwa Vunja Bei ambayo ndio njia kuu ya Tanzam. Barabara hiyo imejengwa kwa jumla shilingi milioni 950 kwa kiwango cha lami na mifereji na kila kitu na iko vizuri. Lakini pia kuna barabara ambayo imejengwa kutoka kwa Mgamie kuja Mahakamani kuja kutokezea Mataa ambayo inaendelea kujengwa. Ilikuwa inatusumbua sana, sasa wenzetu wa TARURA wamempa mkandarasi ile barabara inajengwa kwa kiwango cha zege ni 0.8. Hii barabara ya Mgamie yenyewe ni kilomita 1 kamili kutoka Mgamie kwenda mpaka Vunja Bei, lakini hii ya kutoka Mgamie kwenda Mataa ni 0.8 ambayo imegharimu jumla shilingi milioni 950 ambayo inajengwa kwa zege. Na hii barabara itakuja kutanuliwa kwa sababu ndio njia kuu itakuwa kuingilia stendi. Kwa kutoka Mataa kuja Mgamie kuingia stendi itakuwa ni njia 4. Kwa hiyo baadaye watu watakuja kuona barabara hii itakavyopendeza zaidi itakapokuwa njia 4, na kwa sababu itakuwa na mataa na kila kitu. Tu wa World Bank wametujengea barabara kutoka parking ya malori kupita Magodown kuja kutokezea kanisa la KKT. Barabara hiyo ni kilomita 1.2 ambayo inajengwa na wenzetu wa World Bank. Hapo wameshakamilisha kwa kiwango cha lami, lakini inatakiwa iwe na paving pembeni, inatakiwa iwe na garden, miti pamoja na taa, ambao ndio tumesema inagharimu jumla shilingi bilioni 1,780,272,900. Na sasa hivi waliweka tena pale katikati sababu kwa kuna changamoto ya miundombinu ya maji, kwa wameweka karavati la katikati pale eneo la huyu ya Usangu pamoja na hawa wenzetu wa Sebama. Kwa hiyo kuna karavati la chini, wamejenga barabara nzuri kabisa ya viwango. Kwa hiyo tunawashukuru sana wenzetu wa World Bank katika eneo hilo, lakini pia wenzetu wa AgroConnect ambao wametujengea barabara yenye urefu wa kilomita 1.5 ambayo inaanzia hapa kwa Mama Kisangani kupita kwa Maranatha kwenda kutokezea kwenye barabara inayokwenda Vunja Bei, lakini kutoka kwenye geti la Maranatha kwenda kwenye geti la Samora kwenda mpaka kuunganisha na kwa Mgamie, lakini kutoka hapa nyuma kwa Mama Kisangani kwenda mpaka Kiwandani, ambayo imegharimu jumla shilingi bilioni 301,697,291 na senti 50. Kwa hiyo ni barabara bora kabisa, barabara ya kisasa, pana na ni nzuri kabisa. Na hizi barabara zote zimeshakamilika na zinafanya kazi. Hizi ni barabara ambazo wenzetu wametujengea kwa kiwango cha lami. Lakini pia tuna barabara ambazo zimejengwa kwa kiwango cha changarawe. Wenzetu wa TARURA katika hii barabara nilioanza kuisema awali ile ya 0.8 ile ni fedha za tozo. Lakini sasa hizi barabara za kiwango cha changarawe wametujengea barabara kutoka Tenkini kwenda Nzovwe 0.3 ambayo kwa kiwango cha changarawe iligharimu jumla ya shilingi milioni 5,550,000. Lakini wakaja wakatujengea barabara kwa kiwango hicho cha changarawe kutoka Sasaland kwenda kwa Isote ambayo ni 0.6 ambayo iligharimu jumla ya shilingi milioni 11,100,000. Lakini wakaja wakatujengea barabara kutoka njia panda ya Madini kupita kituo cha afya
kwenda njia panda Makaburini, ambayo ni kilomita 1.6, ambayo imegharimu jumla ya shilingi milioni 29,960,000 kwa kiwango cha changarawe. Lakini wakaja wakatutengenezea barabara yenye urefu wa kilomita 2.8 ambayo inatoka njia panda kwa Memba pita Makaburini kwenda Mwangonela kwenda mpaka Tenkini na kutoka Mwangonela kwenda kwa Amenye, ambayo imejengwa kwa kiwango cha changarawe, wakienisha na makaravati pamoja na box karavati. Hayo imegharimu jumla ya shilingi milioni 58,937,000. Lakini wametujengea barabara yenye urefu wa kilomita 1.6 kutoka Mgamie kupita nyuma ya shule ya Samora kupita Isengo kwenda kutokezea shule ya msingi Airport, ambayo imegharimu jumla ya shilingi milioni 59,100,600. Na hizi barabara zote zinatumika na zinapitika, ziko vizuri zaidi. Kwa hiyo kwenye eneo hilo la miundombinu ya barabara utaona pia ni fedha nyingi sana zimetumika kwa gharama hizi ambazo nilizozisema. Lakini tunakuja sasa katika miundombinu mingine. Sasa tuna ujenzi wa stendi yetu ya kisasa kabisa ndani ya nyanda za juu kusini, ambayo ujenzi unaendelea na inatarajiwa mwezi wa 10 mwaka 2025 uwe umekamilika, na wanafanya vizuri kabisa wakandarasi hawa wazawa wenzetu. Serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 20,769,583,577 na senti 99. Utaona ni hela nyingi sana hizo kwa ajili ya stendi yetu ya kisasa kabisa, ambayo itakuwa ina gorofa moja, lakini pia itakuwa na vyumba vya biashara pale zaidi ya 150, lakini pia kutakuwa kuna sehemu za kuoshea magari, kutakuwa kuna sehemu za kufanyia service, lakini pia sehemu ile mabasi kwa mara moja yanaweza kupaki pale mabasi 167. Kwa hiyo ni stendi kubwa kabisa. Tunaishukuru sana serikali kwa fedha hizo nyingi kabisa ilizotupa katika eneo hilo, tunaishukuru. Lakini pia tuna miundombinu mingine ya soko letu la machinga, ambapo pale serikali ilitupa jumla shilingi milioni 540,938,719, ambao tumeweka mashedi pale, tumeweka paving pale katikati, lakini pia kuna taa za sola pale, watu wanafanya biashara mpaka usiku. Kwa hiyo serikali imetusaidia sana katika eneo hilo, lakini na halmashauri na yenyewe ilifanya kwa sehemu yake. Zaidi ya milioni 300 pale zilitumika kwa ajili ya kuweka vifusi katika maeneo yaliyokuwa korofi na nini. Kwa kweli tunaishukuru sana serikali, tunaishukuru sana halmashauri, lakini pia tunaendelea kuwasisitiza wafanyabiashara waende katika maeneo yale waliopewa, kwa sababu ni maeneo rafiki, sasa hivi yanafikika, maeneo yote yamezungukwa na barabara kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo eneo la Machinga Complex pale liko vizuri kabisa. Lakini pia tunaishukuru serikali, wametujengea daraja la kutoka Iyela unapokuwa unaenda kwa wenzetu maeneo ya Swaya kule, tumejengewa daraja zuri kabisa ambao wenzetu wa Mwenge walikuja kulizindua. Limegharimu jumla shilingi milioni 302,577,056. Kwa hiyo ni daraja zuri kabisa na la kisasa, na linapitika magari aina yote, na watu wamefika hatua pale wamekuwa sasa wanakwenda hata kuchukulia shooting, kwa sababu limekuwa kama vile ni sehemu ya utalii fulani hivi. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali katika eneo hilo. Lakini pia tunaishukuru serikali wenzetu wa Iyelawani kule, kulikuwa kuna korongo lilikuwa linawasumbua sana, ambalo korongo lile wenzetu wa Darua baada ya kupata hela zile za tozo kutoka serikali kuu wamekuja wamelijenga lile korongo kwa jumla shilingi milioni 42,990,000. Limenisaidia ili kwa sababu hapa palikuwa pamebomolewa vibaya mno. Hapa mimi pamenisaidia kwa sababu nilikuwa nahofia sana watoto. Lakini kwa juhudi za serikali walivyofanya wamenisaidia. Kwa nadhani saa hizi nimeshapona. Asali iliyowahi tokea, kuna mtoto alikuwa anatoka huku, mwanafunzi alikuja lidumbukia hapa. Lilikuwa ni kubwa, lilikuwa ni korongo kubwa mno. Hata saa hizi hapa nadhani limepungua kidogo baada ya kujenga. Hapa mimi nasema hapa kwa jinsi walivyotusaidia sisi hapa,
Mimi nadhani kwa hapa hatuna la kusema. Lakini pia wenzetu hawa wa World Bank wanatujengea mtaro wa kuondoa maji haya ya mvua katika kipindi kile cha mvua, kwa sababu kuna elementi za mafuriko. Kwa hiyo wametujengea mtaro wa kilomita 2.04 ambao umegharimu jumla ya shilingi milioni 377,270,800. Kwa hiyo mtaro ule umeshaanza kujengwa na utakapokamilika utakuwa umeondoa changamoto ya maji katika maeneo yetu. Lakini pia wenzetu wa Uswizi kwa kushirikiana na halmashauri yetu ya jiji la Mbeya, kwa sababu ni marafiki, wametujengea kiwanda pale kwa kushirikiana na halmashauri ambacho kinaitwa food processor ambacho kimegharimu jumla ya shilingi milioni 740. Kimeshaanza kufanya kazi pale, kuna usindikaji pale unafanyika na watu wanatakiwa waende pale, una bidhaa zako pale, watu wa TBS wapo pale. Kwa hiyo watu waende wakitumia kiwanda kile, kwa sababu inawezekana una maparachichi yako ili yasiharibiki, enda pale. Lakini pia kuna sehemu ya ukaushaji wa mboga pale ambazo ukienda ukizikausha pale zinatoka na ubora wake ule ule. Kwa watu wakitumie kiwanda hicho cha food processor, kipo hapo ndani kata yetu ya Iyela. Kwa hiyo utaona ni miundombinu mingi sana. Lakini pia tunawashukuru sana wenzetu wa TANESCO, wametuwekea miundombinu katika maeneo yetu ya Mbata na Kigamboni ambayo ilikuwa hayana umeme, na hapa tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu Dr. Tulia ambaye ametuletea mradi ule wa REA, kwa sababu wenzetu wa TANESCO walituambia eneo lile la Mbata mradi ule utagharimu jumla ya shilingi milioni 134, na kwa upande wa Kigamboni utagharimu jumla ya shilingi milioni 150. Lakini Mheshimiwa mbunge alivyowaleta wenzetu wa REA, kwa kweli wamefanya mradi ule vizuri kabisa, bajeti zao wanazijua wao, lakini sisi tunashukuru huduma hiyo tumeipata. Kwa tunaishukuru sana serikali katika eneo hilo, tunamshukuru sana mbunge, lakini tunashukuru pia na wenzetu wa shirika la umeme kwa kukamilisha ule mradi kwa wakati. Wenzetu saizi wanapata umeme, walikuwa wanapata tabu namna ya kutumia hata vifaa vya electronics, walikuwa nasumbuka, hata watu vinyozi kulikuwa hakuna mashine na nini. Kwa sasa hivi wenzetu wamenufaika na mradi huo wa REA kupitia Mheshimiwa mbunge kutuombea. Kwa hiyo tunashukuru sana katika eneo hilo. Lakini pia tunawashukuru wenzetu wa idara ya maji. Sisi katika lile tenki letu ambalo lina ujazo wa lita 19,000, ilikuwa umeme ukikatika basi na maji tunapata tabu maeneo yote ya ndani ya kata ya Iyela na Forest. Lakini wenzetu walikuja katika ule Oviko, walipata mradi wa milioni 570, wameweka mradi unaitwa maji mserereko, kiasi kwamba hata kama umeme ukatika maji yanaingia tu kwenye tenki letu lile. Kwa hiyo changamoto ya maji katika maeneo yetu imeondoka. Kwa hiyo tunashukuru sana sana serikali, tunamshukuru sana mbunge wetu, tunashukuru sana halmashauri, lakini pia tunashukuru na wana Iyela. Kwa hiyo utaona katika haya yote tuliyoyazungumza tuna zaidi ya bilioni zaidi ya 40 zimetumika ndani ya kata ya Iyela kwa ajili ya miundombinu hizo mbalimbali, sababu ukiangalia tu kwenye stendi hiyo ni zaidi ya bilioni 20. Ukija kwenye upande wa barabara huko kuna zaidi ya bilioni 4, si bilioni 10. Ukija kwenye elimu fedha ni nyingi sana, na bado tutakuja kujengewa soko la kisasa kabisa ambalo litakuwa kama lile la Kibaigwa pale. Wenzetu wa World Bank watakuja kutujengea, lakini pia watakuja kutujengea tena barabara ambayo itaanzia njia panda ya shule ya Samora hapa kupita Isengo kwenda kuunganisha kwa Memba. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali katika maeneo hayo. Kwa hiyo sisi wana Iyela tuendelee kuisemea vizuri serikali yetu, lakini mwisho kabisa nitoe wito kwa wana Iyela, tulinde miundombinu yetu ya barabara, ya mashule yetu, ya kituo chetu cha afya, lakini pia na mazingira yetu kwa ujumla. Tulikuwa tuna changamoto sana ya mambo ya usafi, lakini tumewapata wenzetu wa Suma JKT, wanajitahidi sana sana kufanya usafi katika maeneo yetu. Kwa jukumu letu sisi ni kulipa ada za taka, jukumu letu sisi ni kufuata ratiba, siku gani tunatakiwa tutoe taka, tutoe siku ambayo tusipoambiwa tutunze, na wenzetu hawa hawajawahi kuvusha siku bila kuja kutoa taka. Lakini pia tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu.
sababu bila kuwa na amani hatuwezi kuwa huru, hatuwezi kufanya biashara zetu, hatuwezi kujidai kama sisi ni Watanzania. Kwa hiyo tujidai sisi ni Watanzania kwa kulinda amani na kulinda utulivu wetu, lakini pia na kuilinda tunu yetu ya kuitwa Tanzania. Nashukuru sana. Mungu akijalia itakapofika kipenga kimepulizwa, basi na mimi nitakwenda kuchukua fomu ili niombe tena ridhaa kwa Wanaiela ili niendeleze yale ambayo bado hayajafanyika, lakini naamini katika haya yaliyofanyika kwa asilimia kubwa tumeyakamilisha. Yale ambayo hayajakamilika, basi nitakapokuja kuomba ridhaa na mkanipa, nitakuja kuyamalizia. Nawashukuruni sana na Mungu awabariki. Idumu Iyela yetu, idumu Mbeya yetu, idumu Tanzania yetu. Mungu atujalie tuendelee kuombeana yaliyo mema. Tanzania oye! Hii ni K News habari.